kama dawa. Hii ni Girl Talk. Na ni talk show ambayo inahusu mada mbalimbali zinazohusu sisi watoto wa kike. Na siku ya leo tuna mada moja tamu sana inayohusu house girls. Je, wewe huko nyumbani unaangalia vigezo gani unapomwajiri house girl? Au unamchukua tu house girl unampeleka kwako? Je, una confidence ya kumwajiri house girl mrembo kuliko wewe? Sasa leo kama kawakula. Niko na warembo wawili hapa. Kuna Ines na kuna Jennifer. Tutapata tusikie wao wana mchango gani kwenye hili. Tulia, subiri mafundisho. Karibu. Hello Salma. Yes. How are you? I'm good. Umesema uko na Anet na Jennifer. Alafu utaki kutuangalia kama au unataka sisi tuondoke tukuachie. Sisi tuondoke tu afu tumwachie Salma. Tuondoke. Haya, nataka anawatonea hata hivi kutambulisha jamani. Sio kweli. Sio kweli. Nawakaribisha kuna my sister there Anet na Jennifer warembo wangu wawili wa siku ya leo. Okay. Nawakaribisha katika mada ya leo. Umesema kuhusu nini? House girls. Wasichana wa kazi za ndani. Kule nyumbani. Wasichana wa kazi. Okay. Yeye mna maoni gani kuhusu wasichana wa kazi? Kwa mfano Jennifer pale. Unaweza kumwajiri msichana wa kazi wa namna gani? Au labda kwa mfano wewe kama una msichana wa kazi, au kama umeshakaa kwenye mazingira ambapo kuna wadada wa kazi. Umenipoza kitu gani kuhusu wadada wa kazi? Wanaangalia wale waajiriwa wao. Wanaangalia vigezo gani hawajiri wasichana wa kazi? Cha kwanza kabisa vigezo wanaangalia tabia. Yaani kabla hajamchukua mtu kwa aliko, lazima ataongea na yule ambaye atamletea, bwana nataka nijue tabia ya mtu ikoje. Na kama mtu ana watoto wadogo, lazima aangalie na msichana wa kazi wa kumwajiri. Kama mimi sisi nyumbani kwetu tuna msichana wa kazi. Msichana wa kazi ni kabinti bado kadogo bado kana upendo na watoto. Lakini utakuta kuna wasichana wa kazi wengine. Yaani kwanza mwenyewe ukitoka ukienda kazini unafikiria huyo ulimwacha kukoje. Utakuta msichana kazi anapika zaidi yako wewe mwanamke. Msichana kazi anaandaa sebule. Msichana wa kazi yani ukiangalia jinsi alivyo mwenyewe unachanganyikiwa. Umeona? Sasa utakuta hapo kwa mfano hivi mimi nafanya kazi. Alafu mimi tu na mume wangu. Mimi siwezi kumleta kufanya kazi ndani. Hata siku moja. Kwa sababu najua mimi niko of course wivu lazima niwe nayo. Tunajua sisi ana wivu. Wivu lazima subiri niseme lazima niwe nao. Unajua kwa nini nakwambia hivyo? Utakuta mimi niko kazini. Mume wangu labda ndio hivyo mishemishe nini za mjini. Akili nakuta mtakiki kamwekea maodambu kibao kwenye chakula tena watoto watanga ndo kabisa. Wanapika chakula. Umeona kamwekea maudambu. Mara sijui shemeji au kaka. Maji ametiwa iliki, sio ametiwa mdarasini, sio ametiwa nini. Wakati ushazoea unaandaa tu maji yakongayo hapo. Kwa hiyo unataka kujulisha kwamba wewe ni mzembe. Sio mzembe, hapana sio mzembe. Hapana. Najiamini, unaweza kama anakwepa majukumu yake. No. Sio kama problem. Najiamini, yani najiamini. Sasa mbona nimeona kwake? Najiamini. Tatizo lake anakwepa, anashindwa kufanya majukumu yake. That is number 1. Number 2, kazi imekushinda. Kazi haijanishinda. Imekushinda. Kazi haijanishinda. Ila tunajua kitu kimoja, wanawake wengi. Kwa nini hivyo wanafanya huyo msana yake kufanya? Na wanawake wanaume hawapendi kuandaa chakula na wadada wake. Kwa nini hawapendi? Unajua kwa nini hawapendi? Sio kama mdada wake akampikia chakula kitamu kama kile ambacho anapikia mke wake. Ila yale mazingira ya mchafu. Kuna yale, anakuwa anamthamini zaidi mke wake. Au wengine wanakubali tu. Asilimia chache. Ila sasa mwanamke anakuwa anahisi hiyo asilimia chache. Hiyo asilimia chache. Hata mimi mwenyewe sipendi. Asilimia chache. Wani Jennifer alichoongea kinafanyika sana. Lakini kumbe wanaosababisha hiyo hali nao itokee kwamba mimi sitaki aandaliwe. Kwa sababu hii na hii na hii. Unaogopa kwamba atafanya hivi. Kwa nini usifanye? Sasa utakuta naingia kazini saa 12 natoka saa 2 usiku. Ulishai kufanya? Of course nilikuwa nishafanya. Hapana. Nilikuwa nafanya kitu tatizo kazi. Hapana, tunamwongelea msichana. Hapana. Wewe tayari umeshaongelea kwamba tatizo ni hilo. Sio kwamba wewe unafanya kwa sababu hujaolewa, lakini ni kwamba umeongelea kwamba majority kwamba msichana mara anaweka hivi kwenye maji. Mara anamuita anamwambia pole na kazi. Mara msichana afanye hivyo. Yaani inaonekana kwamba tayari research imefanyika kwamba wasichana wengi wana hiyo hofu. Yaani hiyo hofu ya wasichana kwamba huyu msichana anamfanyia so much mpenzi wangu. Anafanyia so much yeye afanyi. Ina maana huyo jukumu yake amemshinda, hajawahi kufanya.
na hataki kufanya. Hapana. Yeye ameshazoea kwamba anamfanyia vitu vya kawaida. Ndio viko mara nyingi tunaona tunaishi na watu. Yaani hao unaowasema wewe ni 10% tu, ndogo sana kwenye 100%. Kwamba eti mtu na wewe unafanya eti hujafanya. Hapana, wasichana huwa wazembe. Ndio maana mimi nakataa. Kwamba eti wewe ukisema usiajiri msichana mzuri kwa sababu boyfriend wako sijui atampenda. Hiyo ni self esteem yako, yani kwamba ni low self esteem. Yani wewe binafsi hujiamini. Yani hujiamini kama mwanaume atanyanyua. Mimi kwanza niko nakataa. Mimi nakataa kwamba wewe msichana umeone kwamba usigeli kwamba kama ni adui. Na kataa kabisa, naona kabisa kwamba adui ni wewe mwenyewe. Wewe mwenye nyumba. Kwa sababu wewe ndio unayemleta yule msichana. Na yule mtu unaekaa naye ndani, labda ni mpenzi wako, labda ni mchumba wako, yule ni wa kwako siku zote. Ina maana umjui? Namjua. Unamjua sana. Umekaa naye kabla ya huyo msichana wa kazi. Ndio. Lakini msichana wa kazi amekuta wewe umeshakaa mwili ndani muda mrefu, yule ni wa kwako. Lakini msichana wa kazi anakuja hapa anakaa wiki 3, anakaa mwezi, anakaa miezi 3, tayari kashabadilisha system ya kwenye nyumba yako wewe. Kwa nini? Ina maana no. Wewe kama unakuja simama kama mama mwenye nyumba. Yani kwa nini mdada wa kazi? Mimi nauliza wote wawili. Sio kama na kwa nini? Mimi bado na kwa nini? Kwa sababu wewe anasema kwamba eti wewe msichana sijui amekuja pale nyumbani kwangu anamwekea kwa siwezi kumwajiri. Na anachoongea ni kweli, wasana ingiwa atakuwa anafikiria hivyo. Hiyo ni hofu. Bado nataka bado sijamaliza swali langu. Swali langu liko utajua. Tunivuruge watu wawili. Bado mjanijibu, msiende random. Nataka mniambie. Huyo msichana nikukuta wewe na wewe mpenzi wako unamjua vizuri na umekaa naye muda mrefu. Na wewe msichana umemleta wewe. Kama hujamleta wewe, umeamua wewe aje ndani kwako. Lakini bado msichana anabadilisha system yote, umekaa mule ndani. Alafu msichana unamuona ni mbaya. Lakini msichana huwezi kumuona mbaya, usipate hofu yoyote kwa sababu msichana anabadilisha life kwa mwezi mmoja. Sasa ni kwa nini inakuwa hivyo? Msichana ana makosa au ni wewe hapo? Ambao umeshindwa kujua mpenzi wako yeye vitu gani vizuri umfanyie, na umekaa naye siku zote unamjua, unaacha msichana anakuja miezi 3 anaanza kufanya vitu ambavyo ni vizuri ambavyo mpenzi wako hajawahi kufanyiwa. Na wewe ni msichana kama yeye, kwa nini wewe usifanye? Unajua sometimes mwanaume tu mwenyewe anakuwa riziki. Utakuta umeondoka umeenda ofisini, huku nyuma wewe hujui. Hata kama mwanaume alikuwa hamtamani yule msichana, sawa? Utakuta labda msichana kazi kapita na kikanga kimoja sibwe. Umeona wewe uko hujui, labda uko ofisini. Labda msichana wa kazi kafanya hiki. Kidogo tu, baba, chakula tayari. Umeona? Anaenda nakula, baba, nikulishe. Yaani mtoto msichana wa kazi anaenda soko kama hizo. No, sije nimalize. Lakini wewe uko wapi? Uko ofisini unakuwa hujui. Mwisho wa siku usharudi sasa unakuta mapenzi ndio yameshabiri kwa baba mwenye nyumba na msichana kazi. Wewe unafanyaje? Bado hapo unamtupia msichana mzima. Bado msiame. Bado kwa sababu huyu msichana wa kazi anaonekana na makosa. Ngoja mimi ni wewe msichana wa kazi ana makosa, hana makosa. Msichana wa kazi hana makosa. Wewe msichana wa kazi unaonyesha kwamba ana makosa. Ana makosa ndio. Msichana wa kazi hana makosa. Ndio maana nasema mnijibu bado. Hilo tatizo liko bado tayari. Kwamba wewe unamleta msichana, umemleta mwenyewe, umeamua mwenyewe aje mule ndani na mume wako na wewe msichana mvana wako, mpenzi wako, mchumba wako, umekaa naye siku zote unamjua wewe, boyfriend wako siji unamjua wewe. Lakini unamwacha mtu wa miezi 3 aje abadilishe system yote, alafu uone kwamba eti wewe msichana wakati wewe ina maana wewe majukumu yako ufanye vizuri. Kwa nini msichana anaonekana na makosa? Kwa nini wewe usifanye vile ambavyo anafanya msichana? Basi jifunze na wewe ufanye. Nimejibu. Mpaka msichana wa kazi apike tu kuvaa kanga moja na kupika mbele ya mume wako, kumwekea maji bafuni. Bado angejibu. Wewe ndio unakosa. Bado sio mdada wa kazi. Kosa ni kosa lako wewe, ni kosa la wewe mama mwenye nyumba ndio mwenye kosa. Tatizo muda. Acha kanga moja. Acha kanga moja. No. Nataka jibu. Hilo ambalo linanisumbua mimi. Mimi nasema hivi, kwa nini wewe msichana usifanye majukumu yako? Kwani msizunguke, msiende mbali. Hilo ndo tatizo moja. Nataka hapo tu tunazunguka hapo kwa sababu hiyo ndo shida inayokujaga. Una msichana wa kazi, umemweka ndani, lakini msichana unamwacha anafanya kila kitu. Ina maana mpaka unamfanya boyfriend wako au mchumba wako, sisi tunaanza kuishi kwa wachumba kabla hujaolewa, unaanza kuishi naye mara ili mjikuta mmepata mtoto mjaidhinisha umoja wenu. Kwa hiyo ndio maana napenda kuongelea, bado wewe ni msichana, unakuta unaishi na mchumba wako. Lakini unaacha ule msichana tayari ameshabeba nyumba nzima. Mchumba wako akitaka kuita, anaita. Maji, au anakwambia, nataka maji. Utaanza kumuita, "Radhi, maji umeweka."
sijui nini. Sijui chumbani tena. Sijui nini. Hilo swala naomba. Kwa nini wewe inakuwa hivyo? Naomba ujibu. Usete swali lingine juu ya swali. Okay. Unajua umesema kwamba wanawake hawatimizi majukumu. Wasichana watimize majukumu yao. Maana yake sio hiyo. Ni ukweli tupo. Kwa sababu wengine tumekaa kwenye familia au bado tunaona mama mwenye nyumba anakuwa mpaka kitanda anatandikiwa na mdada wa kazi. Yaani mpaka maji ya kuoga bafuni anawekewa na mdada wa kazi. Nguo za mume wake anafua mdada wa kazi, ananyosha mdada wa kazi. Chakula cha mume wake anapika mdada wa kazi. Ina maana kwamba mwanamke hata kama una majukumu kiasi gani, kumbuka kwamba pia una jukumu la mumeo. Mumeo labda anakuchumba ila una jukumu hilo. Sana sana kama ni mume wako, yani hilo ndo kubwa zaidi. Kwa sababu una jukumu la kumwekea maji bafuni, yani wewe hapo ni kama mke. Kwa hiyo lazima uyafanye. Kwa hiyo kwenye hilo swala tu wanawake hapo wanakuwa wanakosea, wasichana hapo wanakuwa wanakosea. Ila na tunakosea. Haitakiwi kabisa ndio utimize majukumu yako. Na pia yule mdada wa kazi mpaka apite na kanga, sio afanyaje. Umeruhusu hilo swala. Unajua ni kwa nini? Sasa utakuta wewe uko busy na kazi. Ameruhusu vipi? Ameruhusu vipi? Ameruhusu kwa sababu mdada wa kazi anakuja nyumbani kwako. Kuna sheria za nyumbani. Dada sifanye hivi, dada fanye hiki, fanye hiki. Na kuna ile dada kazi anakuja unamkaribisha, anaonyesha jiko hili hapa, vyombo hivi hapa, kila kitu hichi hapa. Ukishamuelekeza hivi unamwambia fanya hivi. Chakula cha jioni cha mume wako tutapika mimi. Maji nitamwekea mimi. Anajua majukumu yake. Huyu hapa ni mume wangu. Yaani haya mambo yote yanatokea ukiwa mdada kazi umueleweshe. Wengine wanakuja huko leo matunguli yao. Maana watu tunapokea tu dada wa kazi unajua ametoka wapi. Katoka tu huko amekuja. Hata swali langu kuu ni kwamba kabla hajaingia ndani haumfahamu. Labda anakuambia ndugu yako nitumie mdada wa kazi, kampalisha basi kamleta mjini. Ni vigezo gani ambavyo utaangalia au labda utamwambia kama nitafutia mdada wa kazi na namna gani? Na mara nyingi tunakuwa hatujui. Sio mdada wa kazi na nisema je, utachagua msichana mdogo aje kulileta mtoto au mama mtu mzima kupikia chakula, afanye kila kitu. Yani ni vigezo gani ambavyo sisi kama wasichana tunavitumia mara nyingi, yani kwa majority ya watu kuchagua mdada wa kazi? Mimi kwanza naangalia, yani yule ambaye ataniletea, nitamwambia kwanza nataka uniletee msichana ambaye ni